Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Katika makala hii fupi tunatazama jinsi gani Marekani inavyotengeneza mazingira ya kuangusha utawala wa Ayatollah Al-Khamenei. Marekani kwa muda mrefu imekuwa ikitafuta njia nyingi katika mapambano dhidi ya Iran, lakini haswa mpango wake ni kuangusha utawala wa Kiislamu wa Iran ambao uko chini ya mamlaka ya Ayatollah Al-Khamenei kama kiongozi mkuu. Kuna njia tano ambazo mpaka wakati huu Marekani imezitumia kwa ajili ya mapambano dhidi ya kuangusha utawala huo, licha ya kwamba mbinu hizo bado hazijafanikiwa, lakini bado zinaendelea kutumika. Miongoni mwa mbinu hizo ni vitisho. Tangu mapinduzi ya Kiislamu ya Iran ya mwaka 1979, Marekani imekuwa ikitoa vitisho vikali dhidi ya viongozi wa nchini Iran. Marekani imekuwa ikizungumza mara kadhaa kwamba itafanya hili na lile, huku ikitumia njia nyingi katika vitisho hivyo, ikiwa ni pamoja na kupeleka kwa mfano wakati huu meli kubwa ya kivita kuonyesha kwamba kuna uwezekano wa kufanya lolote wakati huu, lakini pia maneno makali kutoka kwa viongozi wake. Muda mrefu Marekani imekuwa ikitumia vitisho hivyo dhidi ya serikali hiyo ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Lakini mbinu nyingine ambazo imetumika na Marekani ni pamoja na vikwazo. Marekani imeweka vikwazo vingi dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran katika uchumi wake na mambo mengi tu katika taifa hilo. Kwa muda mrefu kumekuwa na vikwazo vingi vilivyowekwa dhidi ya Jamhuri hiyo ya Kiislamu ya Iran. Lakini moja kati ya vikwazo ni kwamba Marekani ilitaka Iran isiwe inatengeneza silaha za nyuklia, lakini pia ikaweka kikwazo kingine kwamba Iran isijihusishe na mpango wowote unaohusiana na utengenezaji wa makombora ya masafa marefu, lakini pia vikwazo katika masuala ya kiuchumi. Marekani imeweka vikwazo vingi katika uuzaji wa mafuta wa Iran. Wakati huu pia ni moja kati nyakati ambazo Marekani inatengeneza mpango huo kwamba ianguke kiuchumi na hatimaye viongozi hao waondoke wenyewe madarakani au kuwepo na shinikizo kubwa kutoka kwa wananchi ili waweze kuangusha utawala huo wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Ni kutokana pia na kile ambacho wataalamu wa Kiswahili wanasema adui mwembe njaa, ndicho ambacho Marekani inakifanya, kwamba inaweka vikwazo dhidi ya nchi hiyo ili tu ikumbwe na hali mbaya ya kiuchumi, wananchi waingie barabarani na hatimaye kung'oa utawala huo ambao wao wanauona ndio utawala tishio kwao. Hata hivyo mbinu hii nayo inaonekana ni kama vile imeshindwa, licha ya kwamba vikwazo hivi vimewekwa katika pande nyingi. Kwanza ni vikwazo vya ndani na vikwazo vya nje na vikwazo vya mtu mmoja mmoja ndani ya Jamhuri hiyo ya Kiislamu ya Iran. Vikwazo mojawapo ambavyo wakati huu vimewekwa vya nje ni kwamba Rais wa Marekani Donald Trump ameweka mpango kwamba mataifa yote ulimwenguni hayapaswi kufanya biashara na Iran, na taifa lolote ambalo litafanya biashara basi litaongezewa ushuru. Hii ni sehemu ya vikwazo na matishio yanayowekwa na Marekani dhidi ya Jamhuri hiyo ya Kiislamu ya Iran. Lakini pia mbinu nyingine ya tatu ambayo inatumiwa na Marekani ni pamoja na kutumia mamluki kuanzisha maandamano na kupinga sera za nchi. Kwa muda mrefu Marekani imetengeneza mfumo wa maandamano ndani ya Iran. Yalifanyika maandamano ambayo yaliratibiwa moja kwa moja na Marekani pamoja na Israel ili waipinge serikali. Miaka ya hivi karibuni, kabla ya maandamano yaliyofanyika mwishoni mwa mwaka 2025, yalimhusu binti ambaye hakuvaa hijabu, Mahsa Amin, ambapo baadaye yalikuja kutokea maandamano makubwa nchini Iran juu ya suala la hijabu, lakini serikali ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ilipambana kuzima maandamano hayo. Ni maandamano ambayo kimsingi hata wa Iran wenyewe waliona hayana msingi wowote, kwa sababu wao waliamua kuingia katika kukubaliana na mfumo wa Kiislamu wa Iran ambao unawataka wanawake kuvaa hijabu wakati wote. Hata hivyo, licha maandamano haya, mnamo mwishoni mwa mwaka 2025 Marekani ilikuja kutengeneza maandamano mengine ndani ya Iran, ambapo mamluki hao walitumika kutengeneza maandamano kutokana na hali ngumu ya maisha, ambapo CIA pamoja na Mossad walikiri kwamba wanashiriki vilivyo katika maandamano hayo ya kukosekana kwa fedha za kigeni, lakini pia na kuyumba kwa uchumi wa taifa hilo.
Hata hivyo, moja kati ya taarifa ambayo ilitolewa na Scott Bessent, waziri wa fedha wa taifa hilo, alisema kwamba walinyima Iran dola ili tu wasiwe na mzunguko wa fedha za kigeni, ili yafanyike maandamano makubwa katika taifa hilo na waipinge serikali yao na hatimaye wauangushe utawala wa Ayatollah Al-Khamenei. Waziri wa fedha nchini Marekani Scott Bessent amekiri kuwa Washington ilisababisha uhaba wa sarafu ya dola ya nchi hiyo ndani ya Iran, hatua ambayo ilisababisha kushuka kwa kasi kwa thamani ya sarafu ya Iran ya rial na kuibua mashinikizo ya kiuchumi yaliyochochea machafuko ya Desemba mwaka uliopita hadi mwezi Januari. Katika kikao cha baraza la Seneti la Marekani kilichofanyika mnamo Ijumaa, Seneta Kati Elizabeth Boyd Britt alimhoji Scott Bessent kuhusu hatua zilizochukuliwa na serikali ya rais wa Marekani Donald Trump ili kushadidisha utekelezaji wa kile kinachoitwa sera ya mashinikizo ya juu kabisa dhidi ya Iran. Amejibu waziri huyo kwamba Marekani ilichokifanya ni kusababisha uhaba wa dola ndani ya nchi ulitokea haraka, na niseme kwamba ulifikia kwenye kilele mnamo Desemba wakati moja ya benki kubwa zaidi nchini Iran ilipoanguka. Bessent ameendelea kusema kwamba benki kuu ililazimika kuchapisha pesa, sarafu ya Iran ilishuka bila kizuizi, mfumuko wa bei ukaripuka. Hii ni moja kati ya mbinu ambazo zimetumiwa na Marekani, na mpango ulikuwa ni katika hoja ya kuweza kusababisha kuangusha utawala wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Lakini mpango mwingine wa kuweza kuangusha utawala wa Iran ambao bado pia ni endelevu ni mauaji. Serikali ya Israel kupitia Mossad pamoja na Marekani kupitia CIA bado wapo katika mission kubwa za kuweza kuhakikisha wanaua viongozi wakubwa wa kijeshi pamoja na kiserikali. Viongozi wengi wakubwa wa kijeshi wameuawa, akiwemo Qasim Suleiman ambaye aliuawa nchini Iraq na ulikuwa ni wakati wa urais wa Donald Trump. Lakini pia viongozi wengine akiwemo rais wa Iran Ibrahim Rais na pia aliuawa akiwa na waziri wake wa mambo ya kigeni pamoja na viongozi wengine wa kijeshi. Lakini hata katika kipindi cha vita vya siku 12 viongozi wakubwa wa kijeshi waliuawa, na yote hayo ilikuwa ni mipango ya serikali ya Marekani na Israel kuangusha utawala wa Iran. Mpango uliobaki wakati huu ni kumuua kiongozi mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Iran Ayatollah Al-Khamenei, na ndiye kiongozi anayesakwa licha ya kwamba msako wake umekuwa wa tahadhari kubwa mno. Hizi ni sababu tano ama ni mipango mitano ya Marekani katika kuhakikisha wanauangusha utawala wa Iran. Lakini pia moja kati ya mambo mengine wakati huu ni kushirikiana na washirika wao ili waweze kuipinga moja kwa moja Iran kwamba isiwe mshirika wao wa karibu. Lakini pia hili linaonekana nalo pia ni gumu, licha ya kwamba linafanikiwa kwa namna moja ama nyingine, kwani usaliti ni mkubwa katika nchi za Kiarabu ambazo ndizo zipo karibu mno na Iran. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi